Nianze tena kwa ufupi sana kutambua, kuthamini na kuitanguliza hadhira hii kwa kutambua itifaki yote. Niridhie kwa sababu kawaida yangu hupenda kumtaja kila mmoja kwa nafasi yake, na hiyo inatokana na malezi niliyolelewa, lakini kwa sababu tunahimizwa sana kuchunga muda, niridhie wazee wangu, wenyeji wangu katika kamati hii ya amani kwamba naheshimu, nathamini, natambua uwepo wenu nyote, akiwemo mkuu wetu wa wilaya ya Kinondoni akimwakilisha mkuu wetu mpya wa mkoa wa Dar es Salaam. Mtambue hilo. Nianze kumshukuru Mungu ambaye kwa makusudi yake kabisa na mapenzi ya dhati kwetu sisi waja wake ametuchagulia siku yetu hii ya leo kabla hajatuumba sisi tuliokuwepo hapa kukutana katika kushughulika na umuhimu huu. Namshukuru sana Mungu katika hilo. Lakini sitokuwa mwema wa fadhila ikiwa sitomshukuru mzee wangu Mheshimiwa Mufti na Shekhe Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar bin Zubeir bin Ali kwa mapenzi yake, lakini kwa hikma na busara alizojaliwa na Mungu kuniona mwanawe Walidi Al-Hadi nafaa katika jukumu hili zito. Namshukuru na naendelea kumwombea Mungu aendelee kumpa busara, weledi na hikma hizi katika kutumikia wadhifa aliokuwa nao kwa ajili yetu sisi wa Tanzania sote. Vile vile naishukuru sana serikali yangu ya Tanzania chini ya daktari mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutulea vyema, kutuongoza, lakini kutuweka pahala sahihi katika kila sekunde, dakika sana, dakika za muda ambao Mwenyezi Mungu amejalia yeye kumpa nafasi ile. Namshukuru yeye na serikali yake yote pamoja na wote wanaomsaidia kuanzia mawaziri, lakini na wakuu hawa wa mikoa pamoja na wakuu wa wilaya zote na viongozi mbalimbali, bila kusahau taasisi, lakini pia yale mabaraza ya amani. Sina budi kuwashukuru na kuwapa shukurani zangu za dhati kabisa kutoka ndani ya mtima wa moyo wangu kwamba Mwenyezi Mungu awabariki sana na awalipe. Hii ikiwa inamaanisha na kujulisha jambo, basi inamaanisha kwamba kweli nyinyi ni wadau wa hii inayoitwa amani, ambayo mpaka leo bado inaifanya nchi yetu ya Tanzania kuwa ni kigezo na kielelezo chema ulimwenguni kote. Mungu awabariki sana. Kwa kweli nisingependa kuwa na maneno mengi sana, na hii ni desturi yangu, kawaida yangu. Hata siku ile nilokwenda kumtembelea kamanda wa kanda maalum Bwana Mulilo pale, nilimwambia desturi yangu mimi ni katika wale watu wanaofukuza mwizi kimya kimya pasi na kelele mpaka mwizi anakimbilia mwenyewe polisi. Miaka mingi. Labda tu nizungumzie pamoja na kutoa shukurani zangu kile kimya cha tangu nimetawazwa au nimeteuliwa kuwa kaimu wa mkoa, shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam. Kwa nini nilifanya kimya kile? Kuna maneno sisi huku tunaambiwa, niseme kwa msamiati au jumla vile vile nilioipata kwa lugha ya Kiarabu, wanasema asukutu ahyab. Kimya siku zote kinatisha.
na pale huwa wanapenda kutoa mifano kati ya mbwa na simba. Wasema simba siku zote hana kelele, lakini ndiye anayeogopwa ukitofautisha na mbwa mwenye kubweka kila siku. Sasa nimeyasoma haya, nimeona yanafaa sana. Wakati mwingine uwe mkimya kidogo au sana, upende kujifunza, upende kujua kuna nini, ili ukiibuka uibuke kwa mshindo mkubwa. Kwa nilifanya hivi kujua, kama mzee wangu aliwahi kuniambia zamani, Mungu amrehemu, mzee Omar Kawambo, aliniambia, Walidi, ukitangulizwa geuka nyuma. Watu wakikwambia tangulia, basi usiende tu, kwanza piga hatua chache afu geuka nyuma. Wale kutanguliza wanakuja au wamebaki, inawezekana wamekutoa chambo. Kwa hiyo falsafa ile kwa kweli imenisaidia na inaniongoza sana katika maisha yangu ya kila siku. Nikitangulizwa basi sikimbilii tu kwenda, kwanza napiga hatua chache, alafu namtizama mzee wangu, mzee Ramadhani Madabida na bwana Muhammad Athmani Mtule, wanakuja au wamenitoa kwanza nikaliwe. Lakini nimewaona hapa leo wamenitanguliza kweli. Mwenyezi Mungu atawalipa kila la kheri. Kwa nini nisipende amani? Nakumbuka ni wiki mbili nyuma aliniwahi kunipigia simu mzee Yusuf Makamba, rafiki yangu, mzee wangu sana. Kanambia, Walidi, nataka unijibu swali langu moja tu. Baada ya hapo mimi nakata simu. Nikamwambia, niulize mzee, nimezoea kuulizwa sana na wewe. Kanambia, kwa nini upendi amani? Aliniuliza hivyo. Nikamwambia, mzee, kabla sijakujibu nikwambia, hii ni vita ya punda na kuku. Ukikuta watu wawili wanapiganisha punda na kuku, basi wewe usibeti, unajua tu nani atashindwa pale. Sina sababu ya kutopenda amani, kwa sababu mimi nimezaliwa katika mji wa Dar es Salaam. Dar es Salaam ni vocabulary ya lugha ya Kiarabu, lakini maana yake ni nyumba ya amani. Sikuzaliwa mimi sehemu nyingine. Nimezaliwa Ocean Road, na wakati mama yangu ananichukua pale Ocean Road ananirudisha Kariakoo nilipozaliwa, aliniambia alipita chini ya ile picha ya Bismini kuonyesha kwamba kuna ulinzi kamili. Imefunikwa nepi zile za zamani, lakini nimepitishwa pale. Picha ya kwanza ni kumuona mtu kashika bunduki analinda mji wa Dar es Salaam. Sasa kwa nini mimi nisipende amani? Nimezaliwa Dar es Salaam, nyumba ya amani. Lakini kwa nini nisipende amani wakati mimi ni Muislamu? Dini yangu ambayo nimezaliwa ni al-Islam, maana yake ni amani. Kwa nini nisipende amani? Al-Islam. Labda mtu atakuwa hajui maana ya neno hilo. Kwa nini nisipende amani wakati mmoja katika majina 99 ya Mungu alioniumba kwa makusudi maalum ni Assalamu, amani. Mungu mmoja katika majina yake ni amani. Kwa nini nisipende amani? Ili bradi nilimjibu vitu namna hiyo, akanipigia makofi kisha akakata simu. Na leo ilikuwa tuwe naye hapa, lakini asubuhi na tangu jana ananiambia amepata mgonjwa, anamsindikiza kwenda Korogwe. Kwa hiyo kanambia nitolee salamu zangu kwa wana kamati ya amani wote watakaokuja pale. Kwa hiyo natanguliza pamoja na maneno yangu haya, mpokee salamu za mzee wetu Yusuf Makamba kwamba tuko naye hapa kwa roho. Niseme neno moja tu. Nimemsikia kadhi wa mkoa wa Dar es Salaam kwamba sisi wengine ni mitumba, lakini bado tunafanya kazi ile ya kustiri. Nitaendelea kujifunza kutoka kwenu. Nawashukuru kwa hiki mlichonionyesha, lakini nawaambia nitaendelea kujifunza kutoka kwenu. Sio mgeni katika tasnia ya kusimamia amani huko nilipo. Kwa muda mrefu tumefanya kazi hiyo, tumelea watu, na nadhani ndio miongoni mwa vitu au uchache uliofanya Daktari Abubakar bin Zubair bin Ali, mufti na shekhe mkuu wa Tanzania, kusema wewe sasa kaa pale. Nadhani kwa sababu ameona kazi yetu huko nyuma. Mtu ulindwa siku zote na historia yake. Niseme nitaendelea kujifunza, tuwe kitu kimoja sana. Iwe Dar es Salaam yetu hii inaendelea kuwa ni kigezo cha amani.
Al-Islam au Uislamu huu ambao mimi niko kule, moja katika misingi mitano wanaita kulliyatu al-khams, ambayo sasa hivi wanachuoni wote duniani wamekubaliana kuongeza msingi mmoja wa 6. Ukisoma katika mambo hayo utakuta wamesema moja katika jukumu la kila shekhe ni kuhakikisha anahifadhi amani ya mji anaoishi, katika kulliyatu 6 za sasa. Ni lazima tuishi hivyo. Bila ya amani hakuna kitakachofanyika. Sina haja kurudia hayo, lakini wengi sisi ni mashahidi. Laiti sio amani ambayo kwamba inapigiwa kelele kuanzia viongozi wa juu wa serikali yetu na sisi viongozi wa dini, tusingeishi hivi tunavyoishi leo hii. Mimi nazunguka sana, wenzetu wanatamani hali hii kama hii, kukaa katika maholi angalau dakika 5 tukanywa chai pamoja au tukazungumza haya. Wanatamani, na sio mbali sana, ukivuka mipaka tu ya nchi ambazo sisi tunapakana nazo. Kuna baadhi ya nchi mkiukutwa mmesimama watatu tu, sina haja kuhitaji, lazima mtakuja mnaulizwa mnafanya nini hapa, mbona watatu? Tafadhalini kila mmoja achukue nafasi yake. Lakini sisi sio watatu, tunaweza kukaa hata 300 masaa 24, ili mradi tushamaliza kufanya kazi za kila siku za kujenga taifa letu. Tunaweza tukakaa tukanywa chai pamoja, basi na kujua we kabila gani, dini gani. Tujipigieni makofi. Namshukuru Askofu Bendera hapa amesema humu ndani tumekuja hakuna kubadilishana dini wala kubatizana. Kila mmoja na dini yake na akili yake. Sisi tumekuja kuangalia kina kitu kinachotukusanya na kutuunganisha pamoja. Nacho ni nini? Sisi ni Watanzania. Tuna address nyingi. Binafsi mimi kiumeni kwangu kama alivyosema mzee Matimbwa, natoka huko Kisiju, lakini mamangu anatoka Kigoma. Mmoja katika wake zangu mimi, baba yake Muislamu, mama yake Mkristo. Mimi binafsi Muislamu. Kwa mimi nao shemeji zangu wa Kristo. Watoto wangu wana wajomba wa Kristo, wana baba wadogo Waislamu. Sasa itakuwaje ikiwa taamua kubaguana? Alafu niwaambie ukweli, ndio mashiatullah, ndio mapenzi ya Mungu, hakuna anayepinga. Ukisoma katika suratul Maida anasema wazi Mungu, anasema likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Sidhani kama kuna shea juu ya aya hiyo. Huyo atakuwa shea wa maboksi, huyo ambaye hajui kipengele hichi. Na uzuri haiwezi kugombana, kapokea nani, Bukhari au Muslim? Likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Kisha akamaliza sasa, walau sha'a rabbuka la ja'alahum ummatan wahida. Allah, sasa kila mmoja tumemfanyia. Mungu anasema mimi Mungu kila mmoja nimempa njia yake na sheria yake. Hii kuwa njia ni huku, sio mimi na wewe. Mungu mwenyewe akasema wewe njia yako ni, mimi sheria yangu ni hii, sio mimi na wewe. Ni Mungu akasema wewe sheria yako ni hii. Kisha akamaliza akasema lau ningetaka mimi Mungu ningekufanyeni wote mwe sheria yenu moja, lakini hapana, kila mmoja nimempa njia yake. Alotaka Mungu mimi na wewe tunataka kutofautiana. Mkubalie tu mzee Madabida Mzaramu lakini Muislamu. Bendera kabila gani? Msukuma lakini ni Mkristo. Kaa naye, kunywa naye chai. Mkifika wakati wa kuswali wenda kuswali, Jumapili mwache mwenzi waende, mkirudi chezeni mpira pamoja. Jipigeni makofi. Nitaendelea kujifunza kwenu, nitaomba ushirikiano wenu, nitaomba tuendeleze yale mazuri yaliyofanywa na kamati hii tangu ilipoanzishwa chini ya mwenyekiti aliyopita Sheikh Al-Hadi. Na mimi ningefurahi ningekuwa naye hapa leo, lakini nadhani dhurufu labda anauguliwa au lakini kwa mapenzi yake ya dhati tungekuwa naye bila shaka. Na inshallah katika vikao vinaokuja tutakuwa naye ili tushirikiane katika hili. Tuendelee kubadilishana naye mawazo, na mimi nampigia simu mara nyingi namuuliza apate kunifundisha, kunikumbusha hivyo unavyokwenda sivyo, raha tuende hivi. Na sote tuende kitu kimoja, kwa sababu sisi ni viongozi wa dini.
viongozi wa dini, manake ndio wadau wakuu wa amani. Baada ya machache haya, nirudie tena kuwashukuru kwa sababu kuna chai kule na vile vile kuna wali nimeandaa mimi inshallah, na kuna mambo mengi, lakini tunaye pia mgeni wetu rasmi, tunatakiwa tumsikilize hapa, tumpe nafasi kabisa. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kukuomba sasa, Mheshimiwa DC Saadi Mtambule, ndugu yangu ambaye umekuja kwa kofia mbili, mwana Dar es Salaam, lakini vile vile umekuja